Habari, karibuni sana. Muda huu tumekutana hapa kwa ajili ya mkutano wa moja kwa moja kuzungumza na walimu ambao timu zao zitacheza kesho. Kumbuka tupo katika mashindano ya kombe la muungano mwaka 2026 na kesho patakuwa na mechi hapa kati ya KVZ ambao watacheza dhidi ya Azam FC, na hapa tuko na mwalimu Ali Khalid ambaye atazungumza kuelekea katika mchezo siku ya kesho, kwa kiasi gani KVZ wamejiandaa kwa ajili ya kuwavaa Azam michuano ya kombe la muungano 2026. Hivyo karibuni sana wanahabari, na moja kwa moja nitakupa fursa mwalimu ili aweze kutueleza kwa kiasi gani wamejiandaa kuelekea katika mchezo. Mwalimu, karibu sana. Tunaelekea katika mchezo wa kesho, kombe la muungano, naenda kucheza dhidi ya Azam FC. Nataka tusikie matayarisho kutoka kwenu. Karibu sana. Asante sana. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa salama, lakini pia tupo kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Azam. Tumejitayarisha vya kutosha as a team ya KVZ na kuhakikisha kwamba tunapambana na timu ya Azam. Sawa, kama ambavyo mwalimu amezungumza, utaratibu ni ule ule, ni kwamba nitakuwa natoa nafasi kwa wanahabari ambao mko hapa kwa ajili ya kuuliza maswali kwa mwalimu kuelekea katika mchezo huo. Kwa hiyo nitatoa nafasi, utajitambulisha jina na chombo chako, pia utauliza swali kwa mwalimu. Kwenu wanahabari, namkaribu sana kwa kocha. Tunafahamu kwamba kama timu mna approach ya kucheza dhidi ya timu zenye wasifu tofauti. Kuna namna ya kipekee ya kujiandaa kucheza dhidi ya timu yenye quality na yenye uzoefu kama FC. Ni sahihi, kwa sababu kwanza tunasema Azam tunakubali kwamba ni timu kubwa, lakini pia tutacheza nao kwamba tunawaheshimu kama Azam, lakini pia juu ya heshima yao na sisi ni timu kubwa KVZ, kwamba juu ya heshima tunaenda uwanjani kwa ajili ya kombe la muungano na kuhakikisha kwamba KVZ na ukubwa wa Azam, lakini sisi shida yetu ni kutafuta pointi 3 katika mechi yetu ya kesho. Swali jingine kwa kwenu na habari? Hakuna swali lolote? Neno lako mwalimu kuelekea katika mchezo huo kwa ujumla wake, nini ungependa kusema na mashabiki wenu, wadau wa soka na wale wote ambao bila shaka kesho wanataka waje kushuhudia burudani hiyo kati ya KVZ na Azam? Kwanza tunasema kwamba tuwashukuru waandaaji wa ligi hii, lakini pia tunawataka wote wa Tanzania wote kuhakikisha kwamba tunashirikiana pamoja katika sherehe zetu hizi za muungano. Badala ya kwamba tunashereheka, manake kutakuwa ni burudani hii yetu ambayo inatupasa kwamba wote kuhakikisha kwamba tunaiona burudani hii kwa usalama na amani. Na pia tunawataka washabiki na wapenzi wote kuhakikisha kwamba wanatupa support timu zote mbili, kwa sababu timu kama timu inahakikisha kwamba inafanya vizuri kwa ajili ya kuweza kupata support ya wadau wake na wapenzi wake. Hapo ndio tunaweza kuona. Tuhakikishe kwamba viwanja vyetu kujaza, kuhakikisha kwamba na sisi tumo katika timu ambazo tumo katika vijana ambao tunaenzi muungano wetu. Pembeni hapa yupo Rahim Chikuni, yeye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wa KVZ, naye pia tutapata nafasi ya kuweza kumsikia Chikuni kwa niaba ya wachezaji wamejitayarishaje kuelekea katika pambano hilo. Karibu sana pia nawe upate kuzungumza. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka kufikia wakati huu. Kwa upande wa wachezaji, sisi binafsi tumejiandaa vyema kuonesha kile tulichokuwa nacho, kile tulijiandaa nacho kupitia mwalimu wetu, ili kuhakikisha tunakabiliana vizuri na timu ya Azam Football Club. Tuwe nafasi pia kwa kuuliza maswali kwa Rahim kwa niaba ya wachezaji wa KVZ. Kwa hiyo wanahabari, kama mna swali pia kwa mchezaji, pia mnaweza mkauliza maswali. Karibu sana. Kuna kitu ambacho hata makocha huwa wanaamini kwamba ikiwa mchezaji dhidi ya timu kubwa huwa kuna ile motivation ya ndani, kwa maana mwalimu hana kazi kubwa sana ya kuhamasisha jinsi gani ya kuweza kucheza mechi kama hiyo. Kwenu kucheza dhidi ya timu kama Azam, unaiona hiyo self motivation na inawachochea kiasi gani kwa kufanya vizuri katika mchezo wa kwanza kabisa wa mashindano? Kwanza Azam ni timu kubwa, tunafahamu hilo, na mwalimu ametumia nafasi kubwa kututengeneza kiakili zaidi kupitia mbinu zake ili kuhakikisha tunakabili vyema Azam na kufikia malengo ya timu kusogea katika hatua inayofuata.
kuna swali lolote jingine? Karibu sana, jitambulishe na chombo chako. Kama wachezaji mnaongea nini hasa kuhakikisha ndio tunapata matokeo na kusonga mbele kwenye michezo hii? Nafikiri kikubwa ni utayari. Tupo na utayari kuhakikisha tunakabiliana nao kwenye kila hali. Haya, sawa. Tunashukuru sana. Tumekamilisha kuzungumza na timu ya KVZ, maana mwalimu wa KVZ ameshazungumza na mchezaji pia amezungumza. Kinachofuata ni kwamba tutakuja pia kuzungumza hapa na mwalimu wa Azam, naye pia atakuja kueleza wamejitayarishaje kuelekea katika mchezo huu pia. Asante.